Happy Friday ya tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 2026. Karibu niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Gari ambalo Edwin Sifuna aliweza kupewa kama zawadi la kubeba mitambo kama vile speaker, kama vile PA system ili kusambaza sauti, limeweza kupasuliwa vioo likiwa linaelekea Kakamega kwenye mkutano mkubwa wa Linda Mwananchi. Edwin Sifuna amekuwa tisho kwa hii serikali. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra mwenye nawasogezea taarifa kwa wakati. Mimi kazi yangu tu ni kuwapea taarifa na nyinyi kazi yenu ni kupokea. Tafadhali like video, bonyeza kengele, yani subscribe, bonyeza kengele na usambaze hii video. Na ikiwa unaweza ukatusupport kwa namna moja au nyingine, tutashukuru. Karibu tusonge mbele. Wiki iliyopita kipindi cha mkutano wa Kitengela, Sifuna aliweza kutangaza wazi kwa umati kwamba goons waliweza kutumwa mahala ambapo walikuwa wanaunda jukwaa upande wa Kitengela, wakaharibu speakers zao, kitu ambacho kilifanya sauti yao haikuwa inasikika vizuri. Kipindi ambapo ikiwa imebaki siku moja, masaa machache tu mkutano wa Kakamega uweze kufanyika, Sifuna akaja mitandaoni kitu kama 1 hour ago akatundika kwamba amepewa gari jipya ambalo limebeba speakers na PA system. Na hiyo gari jinsi ambavyo unaiona hapo ilikuwa branded Linda Mwananchi. Ni truck kubwa sana, imekuwa branded vizuri, imewekwa Linda Mwananchi. Sifuna akaandika kwamba huu ni ujumbe ambao aliweza kupewa: we saw you struggling with sound bwana, kumbe you guys are serious, they will not believe. Sasa ni wapi tunaweza chinja na kuchemsha hizo kuku 20 nimewapea hapo nimepewa hapo Kakamega. Unaona, Sifuna anaandika ujumbe ambao aliweza kutumiwa na akatumiwa gari kama zawadi. Akasema kwamba amepewa hizo kuku 20 pale Kakamega, na akaeleza kwamba tayari amekwisha pata gari jipya ambalo litakuwa na sound system, na akasema kwamba tupatane Kakamega. Hii ni gari nzuri kabisa ambayo itaweza kubeba kitu ambacho kinaita sound system, sauti iweze kusikika. Lakini Sifuna akaja dakika 30 ambazo zimepita, karibu 30 hapo, akatundika kwamba jinsi ambavyo naiona hapo, akatundika hivi: washabatiza track yenu bana, lakini Kakamega lazima tufike. Yani ameeleza kwamba ile track ambayo aliposti hapo akituambia kwamba amekwisha pewa na ilikuwa branded Linda Mwananchi, imekwisha batizwa. Kubatizwa ni gani? Imegongwa mawe. Kugongwa mawe ndio kubatizwa, na imepasuliwa vioo kwenye kanda hii ambayo nitakuwekea. Imepasuliwa kioo cha mbele, lakini Sifuna amesema kwamba hiyo haitaweza kutisha. Watatafuta hata sellotape. Hata mimi niko na sellotape hapa kwenye studio yangu, na kuanga na sellotape hii. Watatafuta hata hii sellotape, watafuti hata karatasi ya white, waiweke vizuri, bora tu wafike upande wa Kakamega. Wewe waambie bana, kuna jamaa anasema tumepostpone. Ndio umepostpone. Wamepostpone nini? Ushenzi yeye. Ndio Sifuna. What? Kuna kitu ambacho hii serikali haijui. Hakuna yeyote mwenye atazuia jambo ambalo limefika wakati wake kutimika. Wamekuwa wakikula pesa za wananchi, wamekuwa wakitutesa wananchi. Wakati umefika wa vijana sasa kuchukua mamlaka. William Ruto ameogopa kwamba Sifuna
ataenda kuharibu equation ya hesabu za kura ambazo angepata kutoka kwa vijana, kwa sababu ukiona hili vuguvugu la Sifuna limeweza kufufua ule uasi wa vijana ambao walikuwa wanakataa serikali 2024, mahala ambapo walikuwa wanamwibia William Ruto, Ruto must go, Ruto must go, Ruto must go. Sasa hivi Sifuna ameweza kufyeka na ameenda na vijana wote, na vijana nimekueleza kwamba wanampenda kwa sababu Sifuna aliweza kusimama na wao hata kipindi cha maandamano ya 2024. Sasa katika kanda hii ninataka niweze kukuchanganulia kwa undani ili tuweze kuelewa ni kwa nini licha ya Sifuna amepewa sound system wanataka wameharibu, si tu kwani wanataka, wamepasua vioo vya gari ilipokuwa inaelekea Kakamega. Kwanza hata si ilipokuwa inaelekea Kakamega, hii gari tayari iko Kakamega. Sifuna ndiye amesema kwamba watafika Kakamega, kwa sababu ukiona ujumbe huu ambao aliweza kutumiwa, anaelezwa kwamba amepewa kuku 20 upande wa Kakamega, ishara gari tayari liko Kakamega. Kwa hivyo wale ambao wameweza kupasua, wamepasulia hii gari Kakamega, kama sijaweza kukosea. Katika kanda hii tunataka kuweza kuangazia tuone ni kwa nini. Number 1, mimi ninafikiri kwamba hizi ni mbinu za vitisho, intimidation tactics. Tunaelewa kwamba Sifuna mkutano wake ambao aliweza kuandaa Kitengela ulikuwa ni mkubwa sana, hata serikali ilitetemeka. Tukamsikia Kipchumba Murkomen akisema Sifuna waliweza kuandaa mkutano kipindi cha soko, ndio maana mliona watu wengi wakiwa wamefika. Yaani serikali iko in denial, hawajaweza kukubali kwamba wananchi wamehama. Sasa wanatumia mbinu ili kuweza kuhakikisha kwamba wanamtisha Sifuna ili mkutano ule wa Kakamega usije ukafanyika, kwa sababu trust me, mliona Busia jinsi ambavyo watu walijitokeza, wakaenda Kitengela maelfu ya wananchi wakijitokeza. Iwapo Kakamega maelfu ya wananchi zaidi ya 20 wakijitokeza kumulaki Sifuna, watu kama vile akina Mudavadi, akina Wetangula, akina Fernandez Baraza, akina Ayubu Savula hawatakuwa na maana yoyote kwenye kambi ya William Ruto. Hata akina Oburu, akina Wanga, akina Junet Mohamed hawatakuwa na umuhimu wowote kwa upande wa William Ruto. Kwa hivyo wanafanya nini? Hii ni mbinu ya kumtishia Sifuna, kuharibu vifaa vyake vya kampeni. Kunaweza kukawa njia ya kutumia ujumbe wa kuogofya kabla ya mkutano. Yaani wanajaribu kumtishia wakimwambia kwamba usikanyaga Kakamega. Ukikanyaga hapa unaweza ukaharibu equation yetu mahala ambapo tunapata unga kutoka kwa William Ruto. Lakini mashabiki zangu ambao mnanitazama, hakikisha kwamba mnafika Kakamega kwa wakati. Number 2, mimi ninafikiri kwamba huu ni uhasama wa kisiasa. Sasa makundi pinzani makundi pinzani kipindi ambapo wameweza kuvuruga shughuli za Linda Mwananchi upande wa Kakamega, ni wanataka kupunguza ushawishi wa mahudhurio. Yaani wameanza kuuza uoga mapema, uhasama wa kisiasa. Wameanza kuuza uoga mapema ili kuogofya wale wananchi ambao watafika. Wananchi waanze kusema kama wameanza kuharibu mitambo mapema, what about tukifika pale, si tutaenda kuumia? Si wengine watapigwa tear gas. Yaani wanataka kupunguza kitu ambacho kinaitwa mahudhurio, attendance. Wanataka kupunguza mahudhurio. Namba 3, mimi ninafikiri kwamba ni mgogoro wa kisiasa ya ndani au migogoro ya ndani ya kisiasa katika kaunti ya Kakamega. Sote tunaelewa kwamba eneo lile la Kakamega limekuwa na shughuli nyingi za kisiasa, mahala ambapo Rais William Ruto amejaribu kununua wandani ili kumuunga mkono. Juzi tu tuliweza kuona naibu gavana wa kaunti ya Kakamega Ayubu Savula alihama kutoka ODM akaingia UDA.
na akawekwa asimamie kura ama asimamie kampeni za William Ruto eneo la Western. Tumeona Fernandez Baraza siku hizi anasema 2 term. Sasa hii ni migogoro ya ndani. Kuna wale ambao wanataka kuhakikishia William Ruto kwamba sisi ndio tunawika eneo la Western. Sisi ndio tunasimamia Western. Watu kama vile Baraza, Ayubu Savula, watu kama vile akina naitwa nani wewe? Akina Musalia Mudavadi, huyu speaker Moses Masika Wetangula. Sasa hawa watu wanataka kung'ang'ania siasa za Western. Wanataka kuambia William Ruto sisi ndio tuna control. Huku Sifuna na yeye akiwa anawaambia kwamba nimepita na vuguvugu la vijana. Lakini jambo kubwa ambalo unapaswa kuelewa, hivi ni vitisho wanauza, pamoja wanataka kuwatishia wananchi wasije wakafika kwa wingi upande ule wa Kakamega. Na kitu kingine ambacho unapaswa kujua ni serikali imeweza kununua guns. Nalo sio siri, wamekwisha weka guns, lakini Edwin Sifuna amesema kwamba hatishwi na vitisho kama hivyo. Cha msingi tu piga subscription, bonyeza kengele, mimi nitakuwa nawaletea taarifa hizi kwa undani. Asante sana kwa kunisikiliza.